Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatun lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Amma ba'd. Ndugu zangu, leo tunaendelea sehemu ya pili na faida ya mti wa mbaazi. Hii ni sehemu ya pili. Tumeeleza sehemu ya kwanza na tunakwenda leo kuelezea sehemu ya pili, baadhi ya faida zilizomo katika mti wa mbaazi. Na hapa nikupe faida moja ndugu yangu katika imani. Huu ni mti ambao una mambo mengi sana. Hata katika ile miti mitatu ambayo wanaitumia sana wachawi, basi mmoja hapo ni huu. Wanatumia hajar na fajar, miongoni mwao basi na mti huu. Lakini hapa mimi nakuelekeza katika mambo ya kheri ambayo mtu anataka kutumia kwa ajili ya kujisaidia yeye mwenyewe, ndio ambao ninakwenda kukuelekeza. Nimeelekeza katika sehemu ya kwanza na leo ninakwenda kukuelekeza katika sehemu ya pili. Kwa hiyo kabla sijakuletea sehemu ya pili, jambo la kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujumur rashada, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imani katika sehemu ya kwanza umechukua baadhi ya nukta na umeweza kuziandika, na bahati nzuri watu wengi sana katika mada ile walipiga simu sana kupongeza na wengine kuulizia jinsi gani wanaweza kutumia kile ambacho tumekielekeza. Leo niombe kitu kimoja leo kabla sijaanza katika mada yetu. Niombe kila atakayesikiliza darasa hili na akaelewa, basi asipite hivi. Naomba alike hapo. Nikiona like ziko nyingi, najua wanafunzi wangu wengi wanakuwa wanaelewa darasa zetu. Kwa hiyo leo kabla sijaanza kuzungumza chochote, naomba kila atakayesikiliza darasa hili basi cha kwanza kimaliza tu basi alike, afu ndio apite katika mambo yake mengine. Kwa hiyo naomba leo like ziwe nyingi sana, ili nijue wangapi ambao kwamba wamezielewa hizi darasa ambazo tunakwenda kuzileta. Leo tutakwenda kuelezea faida ya mti wa mbaazi katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili leo tutazungumzia nukta takriban nukta ngapi? Nukta 7. Leo tutakwenda kuzungumzia nukta 7 za faida za mti wa mbaazi. Nukta ya kwanza au sehemu ya kwanza ndio kuzungumzia leo. Hii mbaazi hii inakwenda kumwambia mtu anaweza akachuma yale majani yake, na hii sana sana inakuwa kwa mtu ambaye amefanyiwa sihiri, maana amerogwa. Kuna baadhi ya watu wamefanyiwa sihiri macho hawaoni. Kuna baadhi ya watu wamefanyiwa sihiri viungo vimekufa hivi, maana mtu amepata ile stroke. Yani haieleweki kaipata vipi. Zipo ambazo za kawaida, lakini asilimia kubwa zipo kwa ajili ya ndugu zetu hawa wachawi. Mtu amefanywa sihiri kaipata. Sasa mtu mwenye hali kama hiyo, aidha kapata stroke, unaona bwana, au ana sihiri ya muda mrefu, anasumbuliwa sana, muda mwingine miguu kutembea na kushindwa, hali yake sio, basi anachukua yale majani ya mbaazi, anayapata 27 yale. Akishapata 27, anaanza kila moja wapo lile atalisomea suratul Fatiha mara moja, bimaana alhamdulillahi rabbil alamin. Akimaliza kulisomea analitia katika kinu, anachukua lingine anasomea atia katika kinu, alafu baada ya hapo ndio yale majani yanatwangwa kwenye kinu. Ikimalizika hapo sasa yanakamuliwa, alafu ile juisi yake, basi huyu mtu anatakiwa alofanywa sihiri hii, basi anatakiwa awe anakunywa kama juisi kwa muda wa siku takriban 7. Kama na hali hiyo imemkuta kwa ajili ya sihiri, basi hiyo hali itakuwa imemuondoka. Nafikiri hapo umenielewa kwa makini na vizuri sana umenielewa. Kwa mtu aliyefanyiwa sihiri maana yake ni uchawi, yani mtu kachapwa. Inafikia hatua mwingine masikio hayasikii, inafikia hatua mwingine macho hayaoni, inafikia hatua mwingine miguu kutembea hawezi, yani mpaka miguu inajaa. Inafikia hatua mtu viungo hivi, yani mpaka mtu hajielewi na nini. Basi anakwenda kutumia kwa njia hiyo. Anachuma majani yake 27 yale, alafu kila moja analisomea suratul Fatiha katika kinu, alafu anatwangwa, alafu anakamuliwa ile juisi yake, anatumia kunywa kwa mtu ambaye mwenye mazingira na hali kama hii ambayo tumeieleza hapa muda si mrefu. Lakini jambo la pili
Hii sasa unaenda kutumia kwa ajili ya mtoto wako. Kuna baadhi ya watoto wengine akienda skuli basi mda mwingine anakuwa haoni ubaoni, ama huwa hapendi kabisa, ama mwingine akienda mara nyingi huwa anaanguka, ama muda mwingine watu wanapandisha mashetani wakiwa katika mazingira ya shuleni. Cha kufanya sasa kwa mtoto wako kama huyu, basi unachukua haya majani ya mbaazi, uyapate haya 37. Ukishapata 37 utayatwanga katika kinu. Baada ya kuyatwanga utayatia katika utayatwanga na maji, alafu utachukua maji na chujio, utakuwa unachuja ile juisi yake. Kimaliza hapo vile vile yalivyo, yani bila kuchanganya kitu kingine chote kile, utakuwa unampaka yule mtoto wako mwenye hali kama hiyo, unampaka mwilini mwake. Wakati unampaka basi huko unamsomea ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La, kama hauiwezi hiyo basi msomee qul a'udhu birabbin nasi mpaka unamaliza kumpaka. Utamfanyia hivi kwa muda, lakini hii inakuwa ni ule muda utaka kulala. Utamfanyia hivi kwa muda wa siku 3. Baada ya kumaliza shughuli hii, muache mwanao aende shekhi. Wallahi lazimu haitatokea tena hali ya kuamka shuleni, sio kunafika shuleni na kwa haoni, haitamtokea tena hali na mazingira kama haya. Hiyo ni faida ya pili leo katika faida za mti huu wa mbaazi. Na hapa ni kuachia nambari yangu ya simu. Kama utakuja leo utanipigia katika namba ya 0793 052 052 0793 052 052. Nyingine vile vile sasa. Nyingine hii anakwenda kutumia mtu ambaye yeye katika nyumba yake anahisi kwamba wachawi wanakuja sana nyumbani kwake. Sasa ukiona hali kama hiyo, mazingira kama hayo, basi chukua yale majani ya mbaazi 7. Ukishapata yale ya ponde yale, tia katika maji, alafu changanya na chumvi. Yani hapa huna haja kusoma chochote, changanya na chumvi, kisha baada hapo yamwagie katika nyumba yako. Wallahi lazim akija hawezi kuingia, na akija ataganda. Ila sasa kama atakumwagia mle ndani na yeye yuko mle ndani, pengine ni nyumba ya wapangaji mwenyewe bila kujielewa, lakini pengine mtu yule yuko mle ndani, itakuwa mpa mtihani mzito sana 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 sana. Hataweza kutoka na anaweza akaathirika kiasi kikubwa sana kama toka yuko ndani mle. Kwa hiyo unatahadhari kama unakuwa unafanya hivyo, hakikisha nyumba yako mnakaa wewe mwenyewe, kusema watu wengine tofauti na wewe. Kama ipo mtu mwingine na yeye tabia hizo, itakuwa tayari umeshamuumiza kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ni miongoni mwa faida za mti au majani haya ya mbaazi. Lakini vile vile anaweza akatumia mtu gani sasa majani haya? Kwa mtu ambaye anataka kumuona mchawi au mwanga, yani anapanga sasa anataka kumuona mtu huyo, basi aende katika ule mti wenyewe ule wa mbaazi, katika ule mti wenyewe ule, alafu kaa chini ya ule mti wa mbaazi pale. Kaa tu. Wallahi lazim, lakini nyakati za usiku akipita tu ndugu yangu unamuona live bila chenga hivi kabisa. Sema sasa wewe mvumilivu, je, utaweza kumudu kumwangalia? Utaweza kumudu kumuona? Hii ni ishara, ni dalili kwamba jinsi gani mti huu unavyoweza kufanya kazi. Kwa jioni kama utaweza kumuona, basi nenda kakae katika mti huo. Akipita kwa utamuona shekhi. Tena utamuona kama yuko kwa uchi bila nguo, utamuona kabisa, na utajua sasa huyu ni fulani. Utamuona na yeye hata kama atakuona wewe hawezi kufanya chochote, sababu umekaa chini ya ule mti pale. Kwa hiyo hawezi kufanya chochote kama utakuwa katika maeneo na mazingira kama haya. Lakini vile vile mti huu wa mbaazi anaweza akautumia mwanamke ama akautumia mwanamume kumtuliza mwenzake katika ndoa, hasa kwa wale ambao wanaume malaya au mwanamke ambaye hajatulia anatoka sana nje ya ndoa. Unachukua majani ya mbaazi ya 21, unayatwanga, alafu unachanganya na maji. Baada hapo utasomea aya hii inasema, ya ayyatuha nafsu mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Unasomea aya hii mara 7, alafu maji mwagia pale katika nyumba yako. Wallahi lazim, kama ni mwanamume kama ni mwanamke ulomfanyia, atatulia vibaya sana katika nyumba. Nyendo zile zote zinakuwa hazipo ukifanya mahali na mazingira kama haya. Nenda kafanya kuanzia leo, alafu utakwenda kuona muujiza na maajabu yake ya mti huu wa mbaazi. Kwa leo tuishi hapa sasa inshallah.
nitakuja na sehemu ya 3 ya darasa hili. Cha msingi endelea kusubscribe na usiache kulike hapo kujua kama wangapi wamepata faida darasa hili. Nitakuletea tena sehemu ya 3 ya darasa hili la faida za mti wa mbaazi. Leo tumezielezea baadhi, lakini kuna zingine zitakuja kuzielezea katika sehemu ya 3 ya darasa letu hili. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.